mstari mweupe ni wa Morocco na mstari mweusi ni wa Canada. Upande wa kulia wa Morocco umeendelea kudominate kwa kiasi kubwa kwa sababu mpango wa mashambulizi yao upande wa kulia yuko Brahim Diaz ambaye mara nyingi amekuwa akiingia ndani, alafu Achraf Hakimi anasogea juu, kwa maana ndo sehemu ambao ana overload na kuongeza mtu wa ziada kwa eneo la kushambulia, wakati Mazrui upande wa kushoto anarudi kutengeneza balance ya kuwa na walinzi watatu nyuma. Kwa hiyo moja kwa moja utawatarajia Morocco upande wao wa kulia ndo ambao ni sehemu yao ya msingi na kubwa ya kupeleka mashambulizi. Hata kwenye hao magoli ambao wamefunga kwenye transition, mtu ambaye alikuwa anaanza huku mbele wa kwanza alikuwa ni Brahim Diaz, wanamtegemea kwenye kukimbia na kutengeneza hizo nafasi. Kwa hiyo hata kipindi cha kwanza walikuwa wameongoza upande huu. Kwa Canada wametumia pande zote mbili ni kama kwa uwiano sawa, kwa sababu walikuwa very direct wakitumia winga zote mbili kwenye kutengeneza nafasi, huku mara 16 na kule mara 18 kwenye namna yao ya kucheza ya 4-4-2, mawinga wote wawili wakiwa wanafanya kazi. Kwa walikuwa wanajaribu kuona ni wapi ambapo wanaweza kupata nafasi na wakajaribu kwenda. Wamejaribu kupita pia katika eneo la katikati, wakijaribu kwenda mara nyingi, hasa kwenye kipindi ambacho walikuwa wanashinikiza kwenye kipindi cha pili kuona kama wanaweza kwenda na wakapata bao. Kwa Morocco haikuwa kwa kiwango kikubwa kwenye eneo la katikati kwa sababu tumeona namna ambavyo Canada walikuwa na bloki yao kubwa kwenye eneo la katikati kwenye 4-4-2, wakiacha maeneo ya pembeni kwa uwazi na kusubiri kudhibiti kwenye eneo la katikati mbele ya lango. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiwango kikubwa maeneo ya pembeni yameendelea kutawala, kwa sababu kimsingi kwenye timu zinazokuwa zinazuia zinaziba kwanza eneo la mbele la goli na kuacha maeneo ya pembeni kwenye timu cooperate, na timu ambayo inaweza kutumia zaidi hayo maeneo ya pembeni ndio ambayo inaweza kufanikiwa kutengeneza hizo nafasi.